Habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote pale ulipo, ni matumaini yangu ya kuwa hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem. Karibu. Naam, awali ya yote tuangalie muktasari wa taarifa yetu kwa siku ya leo. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa mfuko wa faraja wa jeshi la polisi ni kielelezo cha mshikamano, utu na utamaduni wa kusaidiana unaolitambulisha jeshi la polisi. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kaspar Muya amewataka wataalamu wa sekta ya ardhi nchini kuimarisha utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu sheria, taratibu na kanuni za umiliki na matumizi ya ardhi ili kuepusha migogoro inayotokana na ununuzi wa ardhi usiofuata sheria. Na kwa upande wa habari za michezo na burudani, timu ya Simba Sport Club kupitia kwa msemaji wake Ahmed Ali hii leo wametembelea maonyesho ya kimataifa Sabasaba, ambapo wametembelea mabanda mbalimbali na kujionea shughuli zinazofanywa na wabia wao. Naam, karibu sasa tuanze taarifa yetu na tunaanza na habari za kitaifa. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema mfuko wa faraja wa jeshi la polisi ni kielelezo cha mshikamano, utu na utamaduni wa kusaidiana unaolitambulisha jeshi la polisi pindi afisa, mkaguzi au askari anapokumbana na changamoto ya msiba au majonzi kama ilivyo kwa Watanzania wengine. Kwa taarifa kamili tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari. IGP Wambura ameyasema hayo leo Julai 14, 2026 wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa mfuko wa faraja wa jeshi la polisi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 uliofanyika katika shule ya polisi Tanzania mkoani Kilimanjaro, ambapo amesema lengo la mfuko huo ni kumfariji askari polisi na kumpunguzia makali ya majonzi anayoyapitia katika kipindi husika. Mfuko wa faraja si mfuko wa kawaida wa kifedha. Ni kielelezo cha mshikamano, utu na utamaduni wa kusaidiana unaolitambulisha jeshi la polisi. Unatukumbusha kuwa pamoja na kuwa maafisa wakaguzi, askari na watumishi raia tunaotekeleza jukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao, sisi pia ni binadamu tunaokumbana na changamoto, misiba na majonzi kama ilivyo kwa Watanzania wengine. Katika nyakati hizo ngumu, ni muhimu kwa mtumishi kutambua kuwa hayuko peke yake, bali ana familia kubwa ya jeshi la polisi inayosimama naye, inamfariji na kumpunguzia makali ya majonzi anayoyapitia. Aidha, IGP Wambura amesisitiza matumizi ya mfuko wa kielektroniki kwa kuunganishwa mfuko huo katika mikoa, vikosi na wilaya zote za polisi ili kuongeza wigo wa malipo kwa wanufaika wa mfuko huo kwa wakati. Akifungua mkutano huo, IGP Wambura ameutaka uongozi wa mfuko huo kuendelea kuimarisha uwazi na uwajibikaji kwa kutoa mrejesho kwa wanaumoja kuhusu mapato, matumizi na akiba za mfuko, sambamba na kuendeleza kuusimamia na kuhusisha mfumo wa kielektroniki wa mfuko ili kuhakikisha usalama wa taarifa za wanachama na kuongeza ufanisi wa utoaji huduma. Nimefarijika kusikia taarifa ya mwenyekiti wa mfuko, Kamishna Tatu Jumbe, ambayo imetoa picha ya maendeleo ya mfuko tangu mkutano mkuu uliopita. Taarifa hiyo imeonyesha mafanikio mbalimbali yaliyopatikana, ikiwepo kuimarishwa kwa huduma kupitia matumizi ya mfuko wa kielektroniki, kuunganishwa kwa mfumo huo katika mikoa, vikosi, wilaya
lakini vile vile kuongezeka kwa viwango vya malipo kwa wanufaika pamoja na kuimarika kwa vitendea kazi vinavyowezesha utekelezaji wa mfuko na shughuli mbalimbali za mfuko huo. Naye kamishna wa utawala na management ya rasilimali watu na mwenyekiti wa mfuko wa faraja wa Jeshi la Polisi CP Tatu Jumbe amesema kuwa lengo kuu la mkutano huo ni kupokea taarifa za utendaji wa mfuko kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na kupokea taarifa ya mapato na matumizi ya mfuko kwa mwaka husika, kujadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya mfuko pamoja na kuweka maazimio ambayo ni dira na nyenzo ya kujipima katika utendaji wa mwaka unaofuata ili kutoa huduma zinazoendana na ukuaji wa mfuko huu. Vile vile kwa mujibu wa kanuni namba 12 kifungu kidogo cha 5 A mpaka C ya mwongozo wa utendaji wa mfuko wa faraja wa Jeshi la Polisi inaelekeza kuwa lengo kuu la mkutano huu ni kupokea taarifa ya utendaji wa mfuko kwa mwaka wa fedha, na kwa mwaka huu tunazungumzia mwaka wa fedha 2025-2026. Lakini pia kupokea taarifa ya mapato na matumizi ya mfuko kwa mwaka husika na kujadili masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya mfuko, kupokea mapendekezo ya kuboresha shughuli za mfuko na vile vile kuweka maazimio ambayo huwa ni dira na nyenzo ya kujipima katika utendaji wa mwaka unaofuata. Afande mgeni rasmi, kwenye mkutano huu tumepanga kuwa na uwasilishaji wa mada mbalimbali ambazo zina maudhui ya management na uendeshaji wa mfuko zikiwa na lengo la kuongeza ufanisi. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kaspari Muya amewataka wataalamu wa sekta ya ardhi nchini kuimarisha utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu sheria, taratibu na kanuni za umiliki na matumizi ya ardhi ili kuepusha na migogoro inayotokana na ununuzi wa ardhi usiofuata sheria. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari. Mheshimiwa Muya ametoa agizo hilo Julai 13, 2026 wakati wa mkutano wa hadhara wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi kuhusu mgogoro wa shamba namba 362 Lilido na Kada linalomilikiwa na kampuni ya SG Sugar Tanzania Limited katika wilaya ya Mtwara vijijini. Akieleza chanzo cha changamoto hiyo, imeelezwa kuwa kulikuwa na makosa ya uchakataji wa taarifa katika mfumo wa kujazia taarifa iliyosababisha wananchi hao kulipwa fedha pungufu ya kiwango walichostahili, tofauti na malipo hayo yaliyojumuishwa katika taarifa ya awamu ya pili ya uthamini. Haki ya mtu haipotei. Wataalamu waliofanya mahesabu yake, namba waliopata jawabu lile limekuwa ni dogo kuliko uhalali wa fidia anayetakiwa apate. Halmashauri, kaimu mkurugenzi huko, kama unataka ushauri wa mtaalamu yule pale, maiki iko hapo, toa kauli hapa. Kwa sababu kama ulivyoelekeza kwamba haki ya mtu haipotei, na ni kosa la wazi ambalo limeonekana na limethibitika kwamba hawa wananchi wawili walipunjwa kimakosa. Hesabu inaonyesha mathalani mmoja alipaswa alipe milioni 4, amelipwa pungufu ya hiyo, na mwingine ambaye alipaswa alipe milioni 2 amelipwa 50,000 na kitu. Kwa sababu hizo na kwa sababu ni haki yao, mimi niahidi kwamba halmashauri yetu pendwa ya wilaya hii ya Mtwara tumelibeba hili na tunaahidi kwamba tutawalipa ndani ya mwaka huu wa fedha baada ya kuanza utekelezaji wa bajeti hii mpya. Wananchi walioathirika ni Habla Amani Mohamed na Mela ambaye alipaswa kulipwa shilingi milioni 4,80,775 lakini akalipwa shilingi 39,292 na senti 75, na Mohamed Musa Malinda ambaye alipaswa kulipwa shilingi milioni 2,614,337 senti 12 lakini akalipwa shilingi 53,846 na senti 0. Aidha,
Amewataka wataalamu wanaohusika na masuala ya uthamini na fidia kuongeza umakini katika uhakiki wa taarifa za malipo ili kuepusha makosa yanayoweza kuathiri haki za wananchi. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC imetoa wito kwa wawekezaji wa ndani na nje ya Tanzania kutumia fursa zilizopo katika uwekezaji wa uzalishaji wa nishati jadidifu, hatua inayolenga kuongeza upatikanaji wa nishati safi, rafiki kwa mazingira na inayochochea maendeleo ya sekta ya kilimo na uchumi kwa ujumla. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba, kaimu meneja mkuu wa TGDC Mhandisi Mkufu Tindi amesema kuwa mifumo na taratibu za kushiriki katika uwekezaji huo tayari zipo wazi na kwamba kampuni hiyo iko tayari kushirikiana na wadau wote wenye nia ya kuwekeza katika sekta ya nishati jadidifu. Kushiriki katika maonyesho haya ya 50 na safari yetu imekuwa ya mafanikio makubwa kwa sababu tumeweza kupata wadau mbalimbali ambao hasa ndio la msingi lililotuleta hapa. Tumeweza kukutana na Watanzania wa kada mbalimbali, wanafunzi, wawekezaji, watu wa huduma mbalimbali ambao wana nia ya kufahamu nini hasa joto ardhi na joto ardhi inawezaje kunufaisha nchi yetu. Kwa hiyo tumekuwa na safari ya mafanikio tukikutana na makundi hayo mbalimbali na kuweza kutoa elimu na namna gani tunaweza tukashirikiana na hawa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Watanzania na hata wasiokuwa Watanzania ndani na nje ya nchi wenye nia ya kuwekeza katika nishati hii, wanakaribishwa. Taratibu na mifumo namna gani wanaweza kushiriki nasi ipo wazi na ipo wazi na wanaweza kupata mwongozo wa namna gani tunaweza tukashirikiana, na tungependa kutoa wito waje kwa wingi. Sisi tunawakaribisha na tutaendelea na hili zoezi letu hata katika mitandao yetu ya kijamii kuendelea kutoa elimu na kutoa hamasa kwa wawekezaji. TGDC ni taasisi inayosimamia uendelezaji wa rasilimali za joto ardhi nchini, ikiwa na jukumu la kutafiti, kuendeleza na kuwezesha uzalishaji wa umeme utokanao na joto ardhi kama sehemu ya mkakati wa Tanzania wa kuongeza matumizi ya nishati jadidifu. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewakamata watuhumiwa 3 waliokuwa wakidaiwa kupanga kuwaibia wateja wa benki za CRDB na NMB kwa njia ya udanganyifu. Akitoa taarifa ya tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Tabora, kamishina msaidizi wa polisi Twaha Lulengelule amesema mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 majira saa 3 za asubuhi huko katika maeneo ya benki ya CRDB wilaya ya Tabora walikamatwa watuhumiwa waliotakiwa wanafanya mpango wa kuingia ndani ya benki CRDB na benki ya NMB kwa lengo la kufanya uhalifu wa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa waliokamatwa ni Shabani Nyambi, miaka 36, huyu ni mkazi wa Kimara Korogwe, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa wa pili anaitwa Sadati Masudi, huyu ya miaka 52, yeye ni mkazi wa Kimara Temboni, kata Kimara na wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na mtuhumiwa wa tatu ni Veronica Richard, miaka 40, huyu ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Walikuwa wanataka kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwa baada ya kuwakamata watuhumiwa walikutwa na dola 7, kwa maana dola moja ziko 7, daftari dogo la Spireline na mistari 6 na bahasha za kaki 8 pamoja na karatasi. Daftari hizo zilikusanywa kwa mfanano wa dola. Walikuwa wamekata karatasi kwa mfanano wa dola, lakini mfanano wa dola. Baada ya zoezi hilo la ukamataji kukamilika, watuhumiwa hao waliweza kupekuliwa na walikutwa na hivyo vifaa ambavyo nimevitaja, na lengo kubwa ni kwamba wanatumia njia ya kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanatoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaanza kumshawishi kwamba hii benki rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika,
wenyewe tayari wanakuwa wana zile fedha ambazo ni mfanano wa karatasi kama dola, na zile dola moja wameweka kule juu, wameweka kwenye rubber band. Wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo ni matukio yao ambayo wanafanya. Kwa hiyo baada ya kuwakamata tuendelea kuwahoji, na baada ya kuwahoji sasa tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa ada yetu. Kwa hivyo Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaofuatilia na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi. Benki na taasisi za fedha zina taratibu zake za kubadilisha fedha. Hivyo wananchi wanashauriwa kuzifuata na kuepuka kufanya miamala na watu wasiowafahamu. Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga amemkabidhi mfanyabiashara mwenye ulemavu Bi Esther Mashaka Msengi mashine ya kusagia viungo ili kuongeza uzalishaji, kupunguza gharama za biashara na kuboresha kipato chake. Akikabidhi mashine hiyo katika viwanja vya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba, amesema aliguswa na changamoto za Esther. Alikuwa akitumia muda na fedha nyingi kusafirisha viungo kwenda kusagwa kabla ya kuvifungasha na kuviuza. Niko na mama yangu, Mama Esther. Kama mnakumbuka, siku ya kwanza nimekuja Sabasaba, nilikutana na Mama Esther hapo barabarani. Nikasimama, tukamuuliza, nilikuwa niko na katibu mkuu wetu, kakaangu waziri. Tukamuuliza, mama unaenda wapi? Akasema anaenda kwenye banda la VETA kwa sababu anataka mashine ya kusagia viungo. Waga akitengeneza viungo vyake, inabidi tena atoke nyumbani aende mashine akasage, arudi tena nyumbani avifanyie packaging ndio aanze kuviuza. Kwa hiyo sasa tukasema sisi tutamsaidia mashine ya kusagia viungo vyake, na tunamshukuru sana Mungu, mimi pamoja na wenzangu wizarani, leo tunamkabidhi mama yetu Esther mashine yake hii hapa ya kusagia viungo ambavyo yeye anafanya. Na mama jamani amejiongeza sana. Mama brand yake ukisoma hapa kwenye bidhaa zake, brand yake inaitwa Esnonena. Na vile vile nawashukuru sana watu wa wizara wamejiongeza, BRELA wameshamsajili, wamempa leseni ya biashara, lakini vile vile wapo kwenye mchakato wa kusajili nembo yake. Lakini vile vile niwakumbushe na TBS na wenyewe wamsaidie ili apate ithibati ya ubora. Lakini vile vile SIDO wamsaidie kwenye kuongeza ujuzi wake ili hata packaging yake pamoja na nembo yake iweze kukaa vizuri. Nawashukuru sana TEMDO ndio ambao wametusaidia tumepata mashine hii. Basi na taasisi zetu zingine ziendelee kumboreshea mama mazingira yake ili biashara yake iweze kuwa nzuri zaidi. Na mimi ni muahidi wakishampelekea hii mashine nyumbani wakienda kufunga nitatafuta muda nimtembelee ili niweze kuona namna anafanya shughuli zake. Basi tunashukuru sana, tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, yeye ndo ambaye anafanya sisi tunaweza kufanya vitu kama hivi. Uwekezaji ambao umefanyika TEMDO ni jitihada za Mheshimiwa Rais. Kwa tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa maono yake ambayo kwa kweli ananufaisha Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wake Bi Esther Msengi amesema mashine hiyo itapunguza gharama za uzalishaji na kumwezesha kupanua biashara yake. Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Hivi sasa tuungane na mwanahabari wetu Maltrida Baltazari kwa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwa upande wa habari za Mawakili wanaowakilisha waathiriwa wa utekaji nyara na mauaji pamoja na mashirika ya kiraia nchini DRC waliwasilisha malalamiko kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa shirikisho la Ubelgiji siku ya Ijumaa Julai 10 mwaka 2026 na pia mawasiliano chini ya kifungu cha 15 sawa na malalamiko kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko Hague. Malalamiko kuhusu suala hili yaliwasilishwa mwaka mmoja uliopita mjini Brussels dhidi ya watu 6 wa familia ya Felix Tshisekedi. Hatimaye kesi kuhusu uporaji huu uko katika mfumo wa haki. Malalamiko hayo yanadai uhalifu dhidi ya ubinadamu ambao walalamikaji wanadai umekuwa ukifanywa mara kwa mara kwa miaka 6 iliyopita dhidi ya wale wanaopinga familia ya rais kudhibiti rasilimali za madini za Katanga.
Wanasheria wanalaani matukio 11 ambapo uhalifu dhidi ya ubinadamu umerekodiwa, kama vile mamia ya vifo na majeraha ya mwaka 2024 katika gereza la Makala mjini Kinshasa na mauaji kadhaa huko Lubumbashi, Kolwezi na kwingineko huko Katanga. Kulingana na wakili Herve Diakis, ukandamizaji huo unategemea MSU, kitengo cha usalama wa kijeshi, wanamgambo wa Force du Progress wa chama tawala na wanachama wa kabila la Rais Felix Tshisekedi. Na kwa wakili Bernard, mfumo wa haki wa Kongo unashindwa kufanya kazi yake kutokana na ukandamizaji. Sasa inabaki kwa waendesha mashtaka huko Brussels na Hague kuamua kama watafungua uchunguzi au la. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetumia urais wake wa Baraza la Usalama kuleta suala nyeti la Umoja wa Mataifa, uhusiano kati ya maliasili na mgogoro ya silaha. Kinshasa ilitarajia kuanzisha majadiliano kuhusu mfumo thabiti zaidi wa kimataifa wa kanuni. Hata hivyo, majadiliano hayo yalifichua haraka kutokukubaliana sana miongoni mwa mataifa makubwa kuhusu jinsi ya kufanikisha hili. Mbele ya Baraza la Usalama, waziri wa mambo ya nje wa Kongo Teles Kanyikwamba alisisitiza kwamba lengo halikuwa kuunda majukumu mapya ya kimataifa, bali ni kuratibu vyema mifumo iliyopo ya ufuatiliaji, vikwazo na utawala wa maliasili. Pia alibainisha kwamba mjadala huu haukukusudiwa kuunda kanuni ya madini ya kimataifa wala kupinga uhuru wa kimataifa juu ya maliasili zao. Ufaransa ulirudia msimamo wake ukitaka utekelezaji wa azimio la 2773 kuhusu mashariki mwa DRC. Ilisema kwamba M23 na ilitaka kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa vikwazo. Marekani kwa upande wake ilisisitiza kupata minyororo muhimu ya usambazaji wa madini na uwekezaji unaofanywa katika sekta hii. China kwa upande wake ilitetea heshima ya uhuru wa serikali dhidi ya kuingiza siasa yoyote kwenye mjadala. Urusi nayo ilikwenda mbali zaidi, ikikataa wazo la pengo la kawaida na kudai kwamba migogoro inatokana na hasa na kutokuwa na utulivu wa kisiasa na kuingiliwa kwa mataifa ya nje badala ya kutokuwepo na sheria za kimataifa. Mazungumzo haya yalionyesha zaidi ya yote tofauti kubwa kati ya mataifa makubwa kuhusu utawala wa kimataifa wa maliasili. Tumalizie huko Uganda. Nchini Uganda, kesi ya uhaini ya kiongozi mkongwe wa upinzani Kizza Besigye ilifunguliwa siku ya Jumatatu mbele ya mahakama kuu jijini Kampala baada ya miezi kadhaa ya vikao vilivyotolewa kwa masuala ya kiutaratibu. Mashahidi wa kwanza wanatarajiwa kutoa ushahidi. Ilichukua saa kadhaa kabla ya Kizza Besigye kufika katika mahakama kuu jijini Kampala. Kulingana na mmoja wa mawakili wake, mamlaka ilimtoa kwa nguvu kutoka katika chumba alichozuiliwa. Upande wa utetezi hata ulieleza hali hiyo kama haijawahi kutokea. Mzizi wa mzozo huu ulikuwa ni kususia kutangazwa siku iliyopita, na sehemu ya timu ya utetezi wanadai hawawezi tena kutekeleza majukumu yao. Sababu zilizotajwa ni kuzuiliwa kwa mmoja wa mawakili wakuu wa Kizza Besigye, Elias Lukwago, na kuzuiliwa kwa wakili wa Kenya Martha Karua kuingia Uganda. Upande wa utetezi unasisitiza kwamba masharti ya kesi ya haki hayajatimizwa. Mahakama Kuu iliteua mawakili walioteuliwa na serikali. Hata hivyo, kulingana na utetezi, Kizza Besigye anakataa uwakilishi wowote uliowekwa na serikali na anakusudia kutetewa na mawakili wake wenyewe pekee. Mawakili wake kwa upande wao wanasema wao ndio walengwa wa vitisho vinavyoendelea. Wafuasi wa kiongozi wa upinzani wanaishutumu mahakama kwa kujaribu kuharakishia kesi na wanasema wanahofia kesi ya haraka kwa lengo la kuikamilisha ifikapo Julai 31. Ikumbukwe kwamba waandishi kadhaa wa habari walikuwepo mahakamani walibainisha kwamba walizuiliwa kutumia simu zao za mkononi ndani ya majengo ya mahakama, jambo lililofanya iwe vigumu kuripoti kesi hii iliyosubiriwa kwa hamu. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV.
Na mtazamaji, kwa hivi sasa karibu tudunde viwanjani kwa kuangazia habari za michezo na burudani. Timu ya Simba Sport Club kupitia kwa msemaji wake Ahmed Ali hii leo wametembelea maonyesho ya kimataifa ya Sabasaba, ambapo walipata nafasi ya kutembelea mabanda mbalimbali na kujionea shughuli mbalimbali zinazofanywa na wabia wao, lengo ikiwa ni kujifunza shughuli mbalimbali zinazofanywa na mamlaka hizo pamoja na kuwapelekea mafanikio makubwa yaliyoipata klabu hiyo. Ndugu zangu wana Simba, tunao furaha kubwa hii leo kutembelea maonyesho ya biashara ya Sabasaba, na hapa tupo kwenye banda hili la Made in Tanzania ambalo linajihusisha na bidhaa ambazo zinazalishwa hapa nchini Tanzania. Sisi Simba Sports Club tunaunga mkono bidhaa hizi kwa sababu uwepo wa bidhaa hizi ni chachu ya kukua kwenye sekta ya viwanda, na kila mmoja anafahamu umuhimu wa sekta ya viwanda. Ndio sehemu kubwa ambayo imeajiri Watanzania wenzetu wengi kweli kweli. Kwa hiyo sekta hii ikiwa imara, maana yake ni kwamba Watanzania wengi watakuwa na ajira, na ili sekta hii ya viwanda iwe imara, lazima sisi wanunuzi wa mwisho ama watumiaji wa mwisho tununue kwa wingi bidhaa ambazo zinazalishwa kutokana na viwanda hivyo. Tumekuja hapa Simba Sports Club kuja kuunga mkono bidhaa ambazo zinazalishwa nchini Tanzania, lakini tumekuja na makombe yetu haya ambayo na yenyewe vile vile yanapatikana hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo makombe haya na yenyewe vile vile ni made in Tanzania. Hili ni kombe la CRDB ambapo goli lake ambalo limeipa ubingwa Simba kombe hili limefungwa na Mtanzania, made in Tanzania. Hili ni kombe la Muungano, hili hapa kombe la Muungano ambalo goli lake la kutupa ubingwa huu limefungwa na Mtanzania, made in Tanzania. Kwa hiyo tuko sambamba kuhakikisha kwamba tunaunga mkono bidhaa ambazo zinazalishwa nchini Tanzania kwa ajili ya ukuaji wa sekta ya viwanda. Asanteni sana. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, kwanza tuangalie muktasari wake. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema kuwa mfuko wa faraja wa jeshi la polisi ni kielelezo cha mshikamano, utu na utamaduni wa kusaidiana unaolitambulisha jeshi la polisi. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kaspar Muya amewataka wataalamu wa sekta ya ardhi nchini kuimarisha utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu sheria, taratibu na kanuni za umiliki na matumizi ya ardhi ili kuepusha migogoro inayotokana na ununuzi wa ardhi usiofuata sheria. Na kwa upande wa habari za michezo na burudani, timu ya Simba Sport Club kupitia kwa msemaji wake Ahmed Ali hii leo wametembelea maonyesho ya kimataifa Sabasaba, ambapo wametembelea mabanda mbalimbali na kujionea shughuli zinazofanywa na wabia wao. Na kufikia hapa tunafikia mwisho wa taarifa yetu ya habari. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia habari hii, mimi ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.